sababu kisingizio tulichokuwa uwanja wa nyumbani haimaanishi kwa mazingira sasa ya ligi yetu. Kwamba tu kwa sababu KMC kasema uwanja wa nyumbani KMC wale anachezea hapo. Kwa sababu tunamsema Tabora. Ndani ya msimu mmoja Simba ishakuwa na ndio maana wakawa ingama kwa nyumbani kwa mfano Mzizi Madami alichaguliwa acheze Azam Kombe. Ikahamishwa kapelekwa uwanja wa Taifa. Ndani ya wiki ile without complaint. Kwa mimi nachotaka kujua ndio mimi nikasema tangu mara kwanza. Mantiki ya Simba ni kujua ili kukataa au kujua tu. Yaani wanachohoji ni nini? Yaani kwa sababu mwisho wa siku taarifa itakuwa iseme kwamba labda inatakiwa malize kwa kusema bila ufafanuzi hatuchezi. Au bila ufafanuzi kuna hiki. Kama kuhoji tu angeza kuhoji bila kutoa tamko wala barua. Kwa sababu pia muda mwingine unayamisha attention. Kwa namna unaweza kadhani kama unaitoa attention kwenye timu. Kutafuta kuipeleka sehemu nyingine ili kukaa, lakini ndio unazidi kutia watu pressure, especially mashabiki wako wenyewe. Na mbaya zaidi kwenye mpira ndio wakwambia maajabu ya michezo na saikolojia ya binadamu, kama magic fulani. Mbaya zaidi kwenye mpira ni kwamba emotion ya mashabiki wako inaenda kuathiri pia hali ya wachezaji wako uwanjani. Kuna timu zishafungwa dakika 94 kwa sababu tu ya hali ya mashabiki wao wakachomoa. Na pia kwa sababu ya wachezaji kwa mashabiki wako disappointed, pia watu wakapisha. Kwa kitete cha mshabiki kinamwingia mpaka mchezaji. Hawajuani, hawajawahi kuonana. Lakini ile hali atmosphere uwanjani inayotengeneza na raha ya live sports, ya michezo ya live, watu wako uwanjani. Kwa hiyo usije ukashangaa kwamba hii move inayofanyika sasa hivi watu wakadhani ina faida, kumbe ndio kaja kuwa hasara. Yaani kama vile watu wajaribu kutia moto mafuta kuongeza. Lakini inawezekana mafuta pia kaziba moto vile vile. Unapokosea kuyatumia. Kwa hiyo hawa kuhoji sio sahihi. Au hawa kuto kuelekea, sababu hawajasema bado kwamba hatuchezi. Mantiki bado hawajasema. Siku mantiki yao ni nini? Ndio hapo utakuja kuona kwa nini mtu kafanya hivi. Ndio swali basic kabisa. Common sense ndio make sense siku zote. Kwa nini Simba kafanya hivi? Swali basic kabisa la kwanza. Then akishajua kwa nini baada hapo wewe gonga kwa nini tu? Mpaka mwisho siku unakuja kuna sehemu ikete na kuelekea, na watu wanaenda kujiponza wenyewe. Badala na baadhi hivi kishaanza kuonyesha mazingira haya mapema. Ukilinganisha na mazingira ya msimu uliopita. Mpaka sasa hivi kuna watu ushawafanya wawe alert. Kuna watu ushawashtua. Inaweza kapigwa nginja moja hiyo ambayo ikafanyika au action moja mtu timu ikafanyiwa, watu wakabaki tunalaumiana. Watu singefanya yale maamuzi kwa sababu tayari watu washaona, washa experience hiki kitu. Na ikapelekea mpaka ligi kuchezwa karibu mwezi wa 7 mwishoni. Sio wa 8. Unganisha sasa hivi na mechi zilivyokuwa nyingi, ligi pia bado iko vile vile. Kombe la dunia pia sio this year, mwaka huu inafanyika. Ligi yetu kama unavyojua. Michuano yetu na sisi tunasimama. Na sisi nyota yetu wameenda. Nyota yetu anawakilisha timu ya Tagari baba. Wengi kutoka ile timu ya Chelsea. Kutoka watu 10. Kwa hiyo kuna mazingira fulani yanayojitengeneza mapema. Okay, kinachoendelea kwenye ligi yetu mbaya. Tulicheka msimu uliopita. Zile stories za chini chini. Kuna mbuzi kwenye basi. Bangu alikataa. Walipigwa. Hatuchezi. Kama tukazuia uwanja tunajua masiara. Kesho watu wameenda mpaka watu waliingia hasara kubwa sana. Ile iko mioni mwa watu wote wamenyamaza. Machunguaji mchana machungu tena yale. Watu wana hasira safari hii. Unajua watu wamenyamaza kimya, mashabiki sio kwamba kila mmoja anaangalia hii movement. Na hata kwenye mamlaka pia husika. TFF, serikali, watu wamekatwa na waangalia jamaa wawili. Kama vile kuna wale walevi wa mtaa wawili. Wanapiga kwa wenyewe. Watu washawazoea watu wengi, afu na siku sasa mtaa mzima umenyamaza. Yeye mnapiga ile siku kwa kimya. Amseta kunguru akilia. Hayo mnapiga mpaka mnaona aibu, mnacharafu na sababu pembeni. Unatuangalia nini? Hasa unatuangalia nini? Ndio siku yenu nyie kukandwa na mtaa mzima. Si mnapigana wenyewe. Kiambiwa achia nini mpaka imefika sehemu aache bwana, tushawazoea. Hasa kwa hiyo tushawazoea inavukaga kwa sasa. Kwa sababu nyewe hili si mmeshindwa. Mnapigana mnaachana, sasa ni sisi tuonyeshe jinsi ya kupiga. Hiyo inakuja kutokea vitu vya ajabu kwenye mpira kiasi kwamba inakuja kuathiri si tu ligi mpaka taifa kwa ujumla kwenye masuala ya mpira. Inafika sehemu na kuwa mbaya kiasi. Kwa hiyo tukicheka na mara hii, yaani tukichukulia tu kwa maneno tukaposti tukaprint. Yaani bila ile wewe
Bila hiyo this time around litatokea tukio ambalo sidhani kama kuna mtu anaweza kuelewa nini kimetokea, na haina afya. Kama kuna watu wanadhani pia kwenye uongozi labda wa timu husika kwamba tutikise hapa tuone itakapokuwa, haina afya. Michezo ambayo haiendani na timu zinazotajwa na heshima zinazopewa. Yaani ni kama vile bondia, unajua mnamheshimu sana, na unajua bondia unakuja na karakta fulani. Washapita mabondia wengi duniani, ngumi hazijaanzia kwenye gloves, bare knuckles, hamna gloves, ndio wametoka huko mpaka gloves safety rule kibao. Sio kwamba bondia wewe sasa hivi ambaye unaringia watu, unawafanya unavyotaka mashabiki zako, ndio kajiona mpya wewe wa kwanza kufanya hivi kwa maneno mengi, hata uendani na tabia ambazo ndani na kazi na kitu tunachofanya na hadhi unayopewa. Yaani sio wa kwanza, wamepita wengi mno. Wengine walifuria, wengine walikuwa maarufu baada ya kuzeeka. Kina Mohamed alianza hivyo baada ya kachange baada ya kuzeeka, baada ya kuchezea na kichapa. Hawataji tu hivi. Kwa hiyo unaweza mkajiona kwamba sisi tufanye hili jambo labda kwa maslahi fulani au kwa kitu fulani. Alafu kumbe watu wanavyochukulia nje sio hivyo nyinyi mnavyowaza. Watu wanachukulia kwa karakta nyingine kabisa, ni kuna heshima fulani hivi unapewa. Alafu sasa unafanya ile michezo ndo kumbe huyu mwenzetu. Alafu nafika saa kumbe huyu mdogo wetu. Alafu mbona mdogo wetu usikii? Hebu njoo hapa. Makonzi kwa. Kwa unavyo kutokana na matendo yako mwenyewe. Kwa hizi timu inafika mahali hivyo unavyochukulia itakuja kuonekana kumbe mna mazoea. Wanachosha. Kwa hiyo unachotaka kumaanisha kwamba itafika kipindi bodi sijui kama bodi itafika kipindi hicho wao wenyewe, kwa sababu kanuni zipo. Sio kwamba wao wanaenda tu na kujisikia, wana miongozo yao. Pointi 3. Mechi 3 sijui kushuka daraja. Sijui vipo vimeandikwa. Na mazingira ni hayo. Sasa shida ni kwamba mazingira kishatokea. Ule sasa ya kunyamazaga wiki. Narrations ziwe nyingi. Yaani mchanganyane kwanza, mpigane miluzi mingi, afa ndio anakuja. Na taarifa nyingine kabisa ambako hata mlikuwa mkadhani unakuja kusema